Karibu kwenye part 2 ya kitabu chetu cha Rosa Mystica. Kwa hiyo sehemu ya kwanza tuliishia Rosa ameshtuka ile usiku baada ya kumwota Deogratus, akawa nawaza yani zile hisia. Yaani akawa anapata hisia kali afu haelewi ni za nini na afanyaje. Kwa hiyo akatoka pale chumbani kwake akaenda moja kwa moja kwenye bweni la kina nani la kina Teresa. Alipofika akaenda kitandani kwa Teresa akamwamsha. Teresa, naomba nini? Unisaidie. Teresa akaamka na akainuka pale kutoka kitandani kwake, bado ana wengi la usingizi, anamshangaa. Wewe Rosa, nikusaidie nini usiku huu? Sasa Rosa anatetemeka, hajui amuelezeje. Kwanza anaona aibu afu hajui yani asemeje shida yake ni nini. Kwa hiyo akambusu Teresa. Hapo kwenye kitabu ameficha na ametumia tafsida nyingi, lakini ukiwa mtu mzima unaelewa. Kwa hiyo Rosa na Teresa wakaishia kufanya mapenzi. Wani wakaingia tu kitandani and then yalioendelea mnaelewa. Sasa wakati wanafanya hayo mambo, Rosa akawa anashangaa, mbona sisikii yani, mbona hisia zangu bado yani hazipungui, mbona yani sisikii yani ile hisia kama nilivyokuwa na Deogratus, mbona hivi yani maswali yalikuwa mengi. Kumbe asielewe hiyo hali alionayo ilibidi amalizane na mwanaume sio na mwanamke mwenzake. Lakini kama tunavyoona kwenye hiki kitabu hajawahi kupata hiyo elimu. Wazazi wake yani muda wote ni walikuwa tu wanamkataza, hawamuelimishi, wanamkataza. Kwa ndio hivyo walimaliza, lakini bado shida yake ilikuwa bado haijaisha, yani tatizo lake ilikuwa bado halijatatuliwa. Sasa siku zikawa zinazidi kwenda. Hiyo siku Teresa akamuuliza Rosa, "Wewe Rosa, siku hizi na hizo picha za wanaume vipi? Mbona uko moto shoga yangu, sio kama mwanzo?" Akamwambia, "Yani wewe Teresa, yani siku hizi nina marafiki wa kiume wengi." Akaanza kumuonesha picha. Huyu sio ni nani, huyu sio ananitaka, sio yuko wapi, huyu sio yani hivyo wanaume kibao amewapanga. Akamwambia, "Lakini katika wote mimi nampenda huyu aliyevaa kofia, anaitwa Deo. Nilikutana naye ile siku ya nini ya disco. Yani huyu ndo nampenda, yani nimepata hisia naye sana." Basi Rosa na Deogratus wakaanza mahusiano. Kwa hiyo zile siku za Jumapili, siku za disco nini alikuwa anaenda, wanatoka na Deogratus, au hata siku anaomba ruhusa kwa sister, anasema anaenda mjini, kumbe anaenda anatoka na nani na huyo Deogratus. Naweza nikasema kwamba Deogratus ndo alikuwa mwanaume wake wa kwanza. Tuseme yani yeye ndo alimtoa bikra nani Rosa. Kwa hiyo akawa na tabia kwenda mjini, kuna muda harudi, akaanza tabia mbaya, kuna muda harudi shule, anaishia analala mjini. Hasa usiku sister akawa pale nje anamngojea. Rosa akawa amerudishwa na gari, ameshushwa na huyo Deogratus. Sister akamwambia njoo ofisini. Kufika ofisini sister anamuuliza, "Huyo kaka ni nani? Tabia mbaya sio nini?" Basi akaandikiwa barua ya kufukuzwa shule, akaambiwa arudi kufanya tu mtihani, yani ule NECTA form 4. Unahisi hata Rosa alishtuka, waliogopa, yani tena alikuwa anaona kama asante Mungu yani wamenipa nafasi sasa kwenda kujinafasi na wanaume. Kweli na ukiangalia huko Deogratus alikuwa anamwaahidi, "Mimi Rosa nataka nikuoe na kupenda, wewe ni mzuri sio nini." Lakini hata hivyo Rosa alikuwa anaona kama mwanaume mmoja hamtoshi. Kwa hiyo Deogratus ndo alikuwa yani mwanaume wake wa karibu, lakini pia alikuwa na wanaume wengine ambao analala nao tu, yani maafisa sijui tu, yani watu mjini tu wengi analala nao. Deogratus akawa ameahidi atamuoa. Sasa kile kipindi anakaribia ni kumpeleka nyumbani, Deogratus akawa amepataga kesi, akawa amehukumiwa miaka 2. Lakini kipindi hicho Rosa akaja kugundua kwamba yule Deogratus sio mwanafunzi mwenzake. Kumbe inasemekana alikuwa ni baba mtu mzima. Alikuwa ni baba mtu mzima na alikuwa ameshaoa wanawake 2 na wote walikuwa ni wanafunzi. Na wote ameshawapa mimba, yani hivyo ndio ilikuwa tabia yake, anapenda kutoka na watoto wadogo. Basi Rosa aliumia, lakini alikuwa hana budi kuendelea na maisha. Basi huyo Deogratus alivyoenda jela, huyu Rosa ikabidi tu arudi nyumbani, akadanganya wazazi wake kama amepewa likizo. Japo wazazi wake walikuwa waelewi kwa nini amepewa likizo ndefu, lakini hawakutaka kumuuliza maswali mengi. Basi kweli akakaa nyumbani mpaka muda kufanya mtihani wa form 4 ulipofika, akarudi shule. Akafanya mtihani wake wa form 4, alipomaliza akarudi tena nyumbani. Matokeo akatoka akawa amepata division 3. Lakini kipindi hiko ni unakuwa tu sio mbaya sana, yani sio kama umefeli. Ukipata division 3 ni bado umefaulu. Kwa hiyo kweli akapangiwa kusoma darasa la 13 na la 14, ambayo ndio enzi hizo ilikuwa ni form 5 na form 6. Shule fulani hivi Morogoro inaitwa TTC. Basi Rosa kufika kwenye hiyo shule Morogoro, yani ni kama vile alikuwa anataka kumsahau Deo. Akaanza mwanaume yote akimtongoza au akimwandikia barua tayari analala naye. Yani ikafikia wakati hata ukimsifia tu Rosa kwamba ni dada ni mzuri, tayari anataka kulala na wewe. Ukimwongelesha tu vizuri kwa upole sijui kwa rafiki yake tayari anataka alale na wewe. Yani akaanza tabia analala na kila mwanaume anayekuja mbele yake.
Yani kila mwanaume. Sasa hiyo shule alohamia, mabweni yao yalikuwa ni kila mtu ana chumba chake. Japo yani yako sehemu moja lakini kila mtu ana chumba chake binafsi. Kwa Rosa alikuwa asubuhi yuko kwenye chumba cha mwanaume huyu, jioni yuko chumba cha mwanaume huyu. Au leo yuko chumba cha mwanaume huyu, kesho yuko chumba cha mwanaume mwingine. Anaweza kaa hata na wanaume watatu kwa siku moja, anaruka tu vimba tofauti tofauti. Tunapishana naye tu corridor, yuko ameshika hivi nguo anakimbia anaenda kwenye chumba. Yani alikuwa sijui haje. Kila mtu analala naye. Yani akawa na sifa mbaya. Sasa baada ya miezi miwili akawa amepata mimba. Akawa anajaribu kuitoa, ikamletea matatizo, akaendaga akalazwa. Hizo taarifa zikasambaa kila sehemu, yani hadi shule nyingine za jirani, yani kila sehemu, hadi kwa huko mataarifa yalifika. Basi ulihisi labda Rosa angepona, angebadilika, aba angetaka, wala yani amerudi, ndo kwanza karudi kwenye tabia yake wanaume na yeye. Yani hata kama vile yale yalotokea yameanzia huko yamepita huko, yani kama vile sio yeye anayemhusu. Ikafikia wakati hadi watu wanakaa hivi vikundi wakiwa wanapiga story wanaume, utasikia wewe hii style ushai kujaribu sio nini, hujawahi, nenda kwa lab ndo nani, ndo Rosa. Walimtungia jina yani la utani, nickname, wakaanza kumuita lab, yani maabara, sehemu ya kufanyia majaribio. Kwa hiyo unakuta wanaongea uje kufanya hivyo sio nini, wewe unazubaa nini, nenda kwa lab. Yani ilikuwa ndo hivyo. Ikafika wakati wanaume hadi wakawa wanamuonea kinya, wanawake zake wanamsikitikia tu, na wakipishana naye hivi utashangaa tu wanatema mate. Sio walimu, sio wazazi, yani kila mtu akawa anamuona Rosa jamani ni mtu aina gani. Akawa na sifa mbaya. Hakuna mtu alikuwa anataka kuwa rafiki yake wala kujihusisha naye. Basi siku zimeenda, akapokea barua kutoka kwa mdogo wake wa pili yule Flora ambaye yuko shule nyingine. Akamwambia dadangu, mambo sio nini, nimesikia taarifa zako sijui eti zimesambaa, sijui eti umetoa mimba. Mbona ni mambo ya kawaida? Hata mimi huko shuleni watu wengi tu wanatoa mimba, mwenyewe nishatoa mimba zangu 2, sijui nini nilimpata mwanaume. Yani hivyo, yani kama vile kitu cha kawaida. Kwa hapo tunaona yeye Rosa na hadi mdogo wake wote ni wale. Tabia za Rosa zikawa zinaendelea kusambaa, ni tabia zake mbaya, na anaendelea kupata sifa mbaya. Sasa hapo hiyo shule alikuwa karibu na kanisa. Sasa mchungaji sijui ni padri, hiyo siku akaamua akafunga safari kwenda nyumbani kwa Rosa kwenda kuongea naye. Kweli kafika pale, Rosa akamkaribisha, akamkuta alikuwa kama anaandika. Sasa mchungaji akafanya list, labda alikuwa anajisomea. Kuchukua hivi daftari, mambo aliyoandika huko. Jinsi sijui ya kumridhisha mwanaume, sijui staili za kufanyaje, jinsi ya kutoa mimba, jinsi ya kuzuia mimba, ni mambo ya ajabu ndo amejaa kwenye daftari. Mpaka mchungaji akashangaa, hivi wewe haya mambo yote umeyapata wapi? Umejifunza wapi? Rosa akamwambia story tu napita na marafiki zangu. Umekuja kufanya nini? Yule mchungaji akamwambia taarifa zinazoenea mimi sipendi, wewe ni mtoto mdogo sijui nini. Yani akaona kama vile anataka kumshauri. Yule Rosa akamwambia bwana wewe, kama tukifa tunaenda motoni, mimi nishajitolea nitaenda motoni. Una kingine? Yule padri akaona akanyosha mikono, akaona hapa ngoja niondoke, maana kwa akili za Rosa ashindwe kumrukia mchungaji wa watu. Basi mchungaji akawa amekuja kufanya alichofanya, hakufanikiwa. Lakini muda umeenda, Rosa anaendelea tu na tabia zake. Sasa kuna kipindi kama vile akawa ameanzisha mahusiano na mkuu wa shule. Hiyo siku akawa amepokea barua kutoka kwa mkuu wa shule, yani kama vile anamkaribisha nyumbani kwake. Kweli hiyo siku ilikuwa Jumapili, Rosa akajiandaa, kaoga vizuri, kajiremba mwenyewe, kavaa nguo yake nzuri, gauni. Akaenda kwa nani? Kwenye nyumba ya mkuu wa shule. Kafika pale, kagonga, kakaribishwa ndani, kakaa sebleni. Yule mkuu wa shule akamuuliza unakunywa nini? Yani pombe gani, kinywaji gani? Akasema, akamletea pale wakawa wanakunywa. Asili wanakunywa, wanaongea. Rosa akaanza kupandisha gauni lake taratibu mpaka ni hivi kote ni mapaja yote akawa wazi. Sasa yule mkuu wa shule wanaongea hivi, yani kama anaanza kupata kigumizi, yani huko anamwangalia tu mapajani. Unajua Rosa, sijui walimu hapa ni hawakupendi, sijui nini, la mimi napambana, sijui nini, mimi ndo nabishana na kukingia kifua, nasema mwacheni mtoto wa watu amalize shule, sijui nini. Basi Rosa yuko, yule mwalimu anaongea hivyo, Rosa yuko anajipapasa mapaja, anarembua, anamwangalia yule mwalimu, anamwambia asante mwalimu kwa kunipambania, yani hivyo huko anajipapasa. Yule mwalimu, Mungu wangu, hali inabadilika. Basi akamwambia Rosa, naomba uvue nguo tukalale, maana usiku umeingia, sasa hivi huwezi kurudi nyumbani. Rosa akamwambia naomba kwanza nikaoge, maana mimi siwezi kulala bado sijaoga. Basi kweli akavua nguo akaenda kuoga.
Alivyomaliza kama amejifunga kikanga tu kimoja, amekaa kwenye kiti pembeni ya kitanda cha yule mwalimu mkuu. Akawa kama anachana nywele. Sasa yule mwalimu mkuu anamwangalia, anaona huyu kama anamchelewesha hivi. Akainuka, akamfuata Rosa alipokuwa amekaa, akamshika hivi kiunoni, nikavaa akamuinua, akamshika hivi kiunoni. Akamwambia Rosa, ikiwezekana naomba tufanye hivi usiku mzima mpaka kesho. Basi yule mkuu wa shule akamchukua Rosa, akamweka kitandani, akawa amekaa, akaendelea kubusiana. Huko anamshika mwili, anamchezea. Rosa akamfanya hivi mkono, akamwambia hapana, mimi siwezi. Naomba uzime taa nini tulale. Basi yule mkuu wa shule akaingia kitandani. Rosa akainuka, akawa ameenda kuzima taa. Ile amezima taa, anarudi hivi kama vile anaingia kitandani kulala. Yule mkuu wa shule alivyosikia Rosa ameingia kitandani, kama vile akainua hivi mkono kumshika Rosa kuona yuko upande gani wa kitanda. Kumshika hivi anakuta Rosa hana nguo. Yaani yuko uchi, yani ile kanga moja alikuwa amevaa hana tena, ameingia kitandani. Sasa yule mkuu, yani hali inazidi kuwa mbaya, akaanza kumpapasa, anaanza kumshikashika. Rosa akamwambia hapana, mimi siwezi. Akamwambia kwa nini uwezi? Akamwambia ni sio mambo yangu, afu kizingatia mimi ni mwanafunzi wako, inakuaje? Akamwambia haina shida, hata kama ni mwanafunzi wangu, yani usijali, sijui nini, nisaidie, mwenzako sijiwezi, yani ushanichanganya, vitu kama hivyo. Rosa akamwambia hapana, mimi siwezi, tulale. Basi yule mkuu wa shule akawa kama amesusa na aondoka hivi. Ila anataka aondoke hivi, Rosa akamshika hivi, akamvuta, akamgeuza, akampandia kwa juu. Wakaanza shughuli. Sasa ile wako katikati ya ile tendo, yule mkuu wa shule nikava amechanganyikiwa, anaanza kutoa tu mahadi. Unajua Rosa, wewe ni msichana mzuri, sijui nini. Nitahangaika kwa ajili yako, nitakufanyia chochote kuanzia leo, maisha yako shule yatakuwa mazuri, nitakupa chochote unachotaka, sijui nini. Yani unajua anatoa tu mahadi. Unajua wanaume wako kwenye hiyo hali. Basi wakamaliza, wakawa hoyo, wakalala. Kesho asubuhi ameamka, wakaanza upya tena hiyo shughuli. Sasa hiyo siku mke wa huyo mkuu wa shule akawa ndo anarudi nyumbani. Sasa ile anafika mlangoni, anataka agonge, anasikia sauti ndani kama miguno. Unajua tu akaka kwenye ile tendo, sijui nini, mala baby, sijui taratibu, unaniumiza, sijui raha. Yani hayo mambo. Akasema, huyu ni nani? Ndo kukasirika, kupiga hivi mlango, akauvunja, akaingia ndani, akakuta kumbe ni Rosa. Mama kuingia, kumvuta pale chini, pigana, akamngata hivi sikio, yani midamu. Rosa ndo kuinuka kukimbia. Haya, tumefika mwisho part 2. Nenda kaangalie part 3.